Mwanamke kijana aliwaita marafiki zake wa akike kujenga nyumba ya familia peke yao kwa ajili ya mumewe. Jua lilikuwa linachomoza taratibu, likipenya kupitia miti mirefu ya kijiji kile tulivu. Neema alisimama katikati ya kiwanja chake kidogo, akishika mchanga mkononi kana kwamba alikuwa akizungumza na ardhi yenyewe. Hakukuwa na mtu aliyeelewa kilichokuwa moyoni mwake siku hiyo. Hata majirani walikuwa wanamwangalia kwa macho ya maswali. "Leo tunaanza," alisema kwa sauti ya utulivu lakini yenye msisitizo. Marafiki zake 5 walifika mmoja baada ya mwingine, wakiwa wamevaa nguo za kawaida za kazi. Hakukuwa na wanaume wowote, hakukuwa na fundi. Ni wao tu. "Ama kweli Neema, una uhakika na hii?" aliuliza Zawadi huku akitazama eneo lile tupu. Neema alitabasamu kidogo. "Sio tu kuhusu nyumba, ni kuhusu heshima na upendo." Hakuna aliyeelewa kabisa alichomaanisha, lakini walijua Neema hakuwa mtu wa kufanya mambo bila sababu. Kulikuwa na kitu kilichokuwa kinafichwa nyuma ya uamuzi huu, na hapo ndipo walipoanza kuchimba msingi kwa mikono yao wenyewe bila msaada wowote. Lakini kilichokuwa kinasukuma moyo wa Neema hakikuwa tu ndoto ya nyumba. Kulikuwa na siri nzito, siri ambayo bado haikuwa tayari kufunuliwa. Kazi ilianza polepole, lakini ilihitaji nguvu kubwa kuliko walivyotarajia. Jua lilipanda juu, jasho likaanza kuwatoka kwa wingi. Hata hivyo, hakuna aliyelalamika. Kulikuwa na ukimya mzito uliojaa heshima kwa Neema. "Aisee, hii si kazi ya mchezo," alisema Amina huku akifuta jasho. "Ni kweli," alijibu Rehema, "lakini kuna kitu kinanisukuma nisikate tamaa." Neema aliwasikia lakini hakusema chochote. Alikuwa amezama katika mawazo yake, akichimba kwa nguvu zaidi kana kwamba alikuwa anakimbia kitu kisichoonekana. Baada ya muda, mama mmoja mzee aliyekuwa akiishi karibu alifika. Alisimama pembeni akiwatazama kwa mshangao. "Wasichana wangu, mnajua mnachofanya kweli?" aliuliza kwa sauti ya upole. Neema alinyanyua kichwa. "Ndiyo mama, tunajenga kesho yetu." Mama yule alitikisa kichwa polepole, macho yake yakionyesha huruma. "Kuna mambo hayataki kubebwa peke yako mwanangu." Maneno yale yalimgusa Neema kwa ndani, lakini alijifanya imara. Hakukuwa na kurudi nyumba, kwa sababu kile walichokuwa wanajenga hakikuwa tu nyumba. Kilikuwa jaribio la kuvunja historia fulani ambayo ilimfuata Neema kimya kimya. Mchana ulipofika, walikaa chini kupumzika kidogo. Walikula chakula kidogo walichobeba, wakicheka na kujaribu kupunguza uchovu. Lakini nyuma ya vicheko hivyo kulikuwa na maswali mengi yasiyoulizwa. "Neema," alisema Zawadi kwa upole, "hata kama hutaki kusema kila kitu, angalau tuambie, hii yote ni kwa ajili gani hasa?" Kulikuwa na ukimya mfupi. Neema alitazama mbali, macho yake yakikumbatia kumbukumbu za zamani. "Nataka mume wangu arudi nyumbani, lakini si nyumba ya kawaida." "Unamaanisha nini?" aliuliza Amina. "Aliondoka miaka 2 iliyopita bila kusema kitu, lakini najua sababu." Maneno yale yaliwafanya wote waketi kimya. "Na hii nyumba ndio jibu?" Rehema aliuliza kwa tahadhari. Neema alinyanyua kichwa chake, safari hii yakiwa na machozi yaliyofichwa. "Ndiyo, lakini si nyumba tu, ni ujumbe." Hakuna aliyeelewa kabisa alichomaanisha, lakini walijua Neema hakuwa mtu wa kufanya mambo bila sababu. Kulikuwa na kitu kilichokuwa kinafichwa nyumba ya uamuzi huu, na hapo ndipo walipoanza kuchimba msingi kwa mikono yao wenyewe bila msaada wowote. Mchana ulipofika, walikaa chini kupumzika kidogo. Walikula chakula kidogo walichobeba, wakicheka na kujaribu kupunguza uchovu. Lakini nyuma ya vicheko hivyo kulikuwa na maswali mengi yasiyoulizwa. Ilikuwa ishara ndogo lakini ya matumaini. Ghafla kijana mmoja alipita barabarani na kusimama kuangalia. "Hamna mafundi?" aliuliza kwa mshangao. "Hapana," alijibu Amina kwa kujiamini. "Tunajua tunachofanya." Kijana huyo alicheka kidogo, lakini kisha akaondoka bila kusema zaidi. Neema hakujali. Alikuwa amesikia maneno kama hayo mara nyingi, watu wakidhani wanawake hawawezi. Lakini safari hiyo ilikuwa tofauti. Kadri walivyoendelea kuchimba, Neema aliona kitu ardhini, kitu kilichomfanya asimame ghafla. "Simameni kidogo,"
alisema kwa sauti ya chini. Alipiga magoti na kuanza kuchimba kwa mikono. Baada ya sekunde chache, alitoa kipande kidogo cha chuma kilichochakaa. Hakuna aliyeelewa, lakini uso wa Neema ulibadilika. Ilikuwa kama amegundua kitu kutoka zamani, kitu ambacho hakikupaswa kurudi tena. Wengine walimzunguka Neema, wakatazama kile alichokishika mkononi. "Hicho ni nini?" aliuliza Rehema kwa tahadhari. Neema hakujibu mara moja. Alikuwa anakitazama kile kipande cha chuma kana kwamba kilikuwa na hadithi nzima ndani yake. "Hiki," alianza kusema polepole, "kilikuwa hapa kabla yangu." "Unamaanisha nini?" Alivuta pumzi ndefu. "Hii ardhi si mpya kama mnavyofikiri." Maneno yale yalileta ukimya mzito. "Neema, unatuogopesha sasa," alisema Zawadi kwa sauti ya chini. Neema aliwatazama mmoja baada ya mwingine. "Kuna kitu kilitokea hapa zamani na kina uhusiano na mume wangu." Wote walishangaa. "Unataka kusema nini hasa?" Amina aliuliza. Lakini Neema hakujibu. Alisimama, akafunga mkono wake kwa nguvu na kusema, "Tunaendelea na kazi." Hakuna aliyebisha. Lakini sasa ilikuwa wazi. Hii haikuwa tu hadithi ya nyumba. Ilikuwa hadithi ya siri iliyozikwa ardhini, na Neema alikuwa ameanza kuifukua. Kazi iliendelea, lakini hali haikuwa ile ile tena. Kila mmoja alikuwa kimya zaidi kuliko kawaida. Kile kipande cha chuma kilibaki akilini mwanyeo kama kivuli kisichoondoka. Amina alimfuata Neema pembeni. "Tafadhali, usituache gizani. Kama kuna hatari, tujue." Neema alimtazama kwa muda, kisha akasema kwa sauti ya chini, "Sio hatari, ni ukweli." "Ukweli gani?" Neema alisita kidogo. "Mume wangu, Baraka, kabla hajaondoka, aliniambia kitu kimoja tu. Ukijenga pale, utajua kila kitu." Amina aliskuka. "Na ukaamua kujenga bila kuuliza zaidi?" "Nilimuuliza, lakini hakuniambia. Aliondoka siku hiyo hiyo." Maneno hayo yalikuwa mazito. Hapo ndipo upepo mkali ulivuma ghafla, ukipuliza vumbi juu ya msingi waliokuwa wanachimba. Neema alifumba macho kwa sekunde moja, kana kwamba alikuwa anahisi kitu kisichoonekana. "Tunakaribia," alinongona. Amina alihisi baridi ikimpita mgongoni. Hakujua ni nini wanachokaribia, lakini alijua hakitakuwa kitu rahisi. Jioni ilianza kushuka polepole, lakini hakuna aliyekuwa tayari kuondoka. Kulikuwa na nguvu ya ajabu iliyowasukuma waendelee. Rehema alipiga koleo ardhini kwa nguvu, kisha akasimama ghafla. "Subiri, nimegonga kitu." Wote walikusanyika haraka. Neema alipiga magoti tena, mikono yake ikitetemeka kidogo alipokuwa akiondoa udongo kwa uangalifu. Baada ya muda mfupi, sanduku dogo la mbao lilionekana. Lilikuwa limechakaa, lakini bado limefungwa vizuri. "Hili si jambo la kawaida," alisema Zawadi kwa sauti ya chini. Neema alilifungua polepole. Ndani kulikuwa na picha ya zamani na barua iliyokunjwa. Neema alipoiangalia picha ile, macho yake yalipanuka kwa mshangao. "Haiwezekani," alinong'ona. "Ni nini?" Waliuliza kwa pamoja. Neema aligeuza picha ile ili waone. Ilikuwa picha ya mwanaume aliyefanana sana na Baraka, lakini alikuwa amesimama karibu na mwanamke ambaye si Neema, na nyuma yao kulikuwa na nyumba ile ile wanaoijenga sasa. Ukimya ulitanda kama mzigo mzito. "Huyu ni nani?" Amina aliuliza, macho yake yakihama kati ya picha na Neema. Neema hakuweza kujibu mara moja. Mikono yake ilikuwa inatetemeka kidogo. Si mimi," alisema kwa sauti ya chini. "Lakini huyo mwanaume?" "Ndiyo, ni Baraka." Maneno hayo yalikatiza pumzi ya kila mtu. Zawadi alishika kichwa chake. "Ina maana alikuwa hapa kabla yako?" Neema aliketi chini polepole. "Sijawahi kumuuliza kuhusu maisha yake ya zamani kwa undani. Alikuwa mtu wa kimya sana." Rehema alichukua ile barua. "Labda hii itatuambia ukweli." Neema alimsimamisha haraka. "Hapana, nitaisoma mimi." Alifungua barua ile kwa tahadhari, kana kwamba alikuwa anafungua moyo wake mwenyewe. Macho yake yalianza kusoma mstari wa kwanza, kisha uso wake ukabadilika ghafla. Ali nini?" Neema alinyanyua macho yake pole pole, machozi yakianza kumjaa.
Alikuwa na familia ingine. Hakuna aliyesema neno kwa sekunde kadhaa, hata upepo ulionekana kusimama. Hiyo haiwezekani, alisema Amina kwa nguvu. Labda kuna maelezo mengine. Neema aliendelea kusoma barua ile, sauti yake ikitetemeka. Kama utasoma hii, ujue nilijaribu kulinda kila mtu, lakini ukweli hauwezi kufichwa milele. Alisimama. Endelea, alisema Rehema kwa upole. Neema alimeza mate. Nyumba hii ilikuwa ya kwanza kabla sijaanza maisha mapya. Nilipoteza kila kitu hapa, na niliahidi sitarudi tena. Zawadi alishtuka. Alipoteza nini? Neema aliangalia mstari wa mwisho. Kama utachimba chini ya msingi, utajua kwa nini niliogopa. Moyo wa kila mtu ulianza kupiga kwa kasi. Tunapaswa kuacha, alisema Amina. Lakini Neema alisimama kwa nguvu mpya. Hapana, sasa ndio hatuwezi kuacha. Alishika koleo na kuanza kuchimba tena, safari hii kwa nguvu zaidi kuliko mwanzo, kwa sababu sasa haikuwa tena kuhusu upendo tu, ilikuwa kuhusu ukweli ambao ulikuwa umefichwa kwa miaka mingi. Usiku ulikuwa umeanza kuingia, lakini walikuwa bado wanachimba. Taa ndogo ya mafuta iliwapa mwanga hafifu. Kila kivuli kilionekana kikubwa zaidi kuliko kawaida. Neema alipiga koleo chini tena, na ghafla udongo ulizama kidogo. Kuna nafasi hapa chini, alisema kwa mshangao. Walipanua eneo lile pole pole hadi wakafikia sehemu iliyokuwa kama shimo lililofunikwa zamani. Harufu ya udongo wa zamani ilipanda juu. Amina alishika mkono wa Zawadi kwa hofu. Hii si kawaida. Neema aliteremka pole pole ndani ya shimo lile. Bila kusema neno, "Neema, subiri!" Rehema aliita. Lakini alikuwa tayari ameshuka. Alipofika chini, aliona kitu kilichofunikwa kwa kitambaa kilichouza. Moyo wake ulianza kupiga kwa nguvu. Alikifungua pole pole, na hapo ndipo alipoganda, kwa sababu kile alichokiona hakikuwa kitu cha kawaida. Kilikuwa ushahidi wa kitu kilichobadilisha maisha ya Baraka milele. Neema alisimama ndani ya lile shimo, mikono yake ikitetemeka huku akishikilia kile kitambaa kilichooza. "Umeona nini?" Amina aliita kutoka juu. Neema hakujibu mara moja. Alikuwa kama amepigwa na butwaa. Polepole alichukua kile kilichokuwa ndani ya kitambaa. Ilikuwa ni viatu vidogo vya mtoto vilivyochakaa, lakini bado vinaonekana wazi. "Hapana," alinong'ona kahawa maumivu. "Neema, sema kitu." Alinyanyua kichwa chake, machozi yakianza kumtoka. "Kulikuwa na mtoto hapa." Wote walishangaa. "Mtoto?" Zawadi aliuliza kawa hofu. Neema alishika kifua chake. "Na sio mtoto yoyote. Mtoto wa Baraka." Ukimya mzito ulitanda. Rehema aliketi chini, akishika kichwa chake. "Ina maana alipoteza familia?" Neema hakusema, lakini macho yake yalikuwa tayari yamesema kila kitu. Alitazama tena chini, kana kwamba bado kuna kitu kingine, na moyoni mwake alihisi wazi, hii ilikuwa mwanzo tu wa ukweli. Neema alipanda juu polepole, akiwa bado ameshikilia vile viatu vya mtoto. Hakuna aliyesema neno. Hata kelele za usiku zilionekana kupungua. "Tusichimbe tena leo," alisema Amina kawa sauti ya hofu. Lakini Neema alitikisa kichwa. "Hapana. Hii si sehemu ya kusimama." Alitazama barua ile tena. Alisema, "Tukichimba zaidi, tutajua kwa nini aliogopa." Zawadi alimsogelea. "Na kama ukweli huo utakuumiza zaidi?" Neema alimtazama kwa macho yenye uchungu, lakini pia ujasiri. "Afadhali ukweli unaoumiza kuliko uongo unaonifanya niishi gizani." Maneno hayo yaliwafanya wote wakubali kimya kimya. Walishuka tena kwenye kazi. Kila koleo lililopiga chini lilikuwa kama linafungua ukurasa mpya wa historia iliyofichwa. Ghafla, Rehema alipiga kelele kidogo. "Kuna kitu tena!" Walikusanyika haraka. Safari hii ilikuwa si sanduku wala kitambaa. Ilikuwa sehemu ya mbao iliyozikwa kwa nguvu, kama mlango. Walichimba kuzunguka ile mbao kwa tahadhari. Ilikuwa imefungwa kwa misumari ya zamani.
Hii inaonekana kama kifuniko cha kitu, alisema Amina. Neema alipiga magoti, akipapasa ile mbao kwa mikono yake. Moyo wake ulikuwa unapiga kwa kasi sana. Kama huu ni mlango, alisema polepole, basi kuna kitu kilifichwa chini yake. Zawadi alimeza mate. Au mtu? Maneno hayo yaliwafanya wote kutazamana kwa hofu, lakini sasa hakuna aliyekuwa tayari kurudi nyuma. Walitoa misumari ile kwa nguvu. Wakifungua ile mbao polepole, ilitoa sauti nzito ilipoinuliwa. Harufu ya muda mrefu uliofungwa ilitoka ndani. Neema alisogea mbele kwanza. Chini kulikuwa na nafasi ndogo kama chumba kilichochimbwa ardhini. Ndani kulikuwa na vitu kadhaa, nguo, picha na kitu kilichofunikwa upande mmoja. Neema aliingia ndani bila kusita. Kila hatua aliyoichukua ilikuwa kama anaingia ndani ya maisha ya mtu mwingine, maisha ambayo yalikuwa yamefichwa kwa miaka mingi sana. Neema alipiga magoti ndani ya kile chumba kidogo. Alianza kukagua vitu vilivyokuwa pale, nguo za zamani za mtoto, picha zilizochakaa na karatasi kadhaa. Amina na wengine walikuwa juu wakimwangalia kwa hofu na mshangao. Unachoona kina maana gani? Aliuliza Rehema. Neema alichukua picha moja. Ndani yake kulikuwa na Baraka, yule mwanamke wa awali, na mtoto mdogo aliyekuwa akicheka. Walikuwa na familia kamili, alisema kwa sauti iliyovunjika. Zawadi alifuta machozi. Basi kilitokea nini? Neema aligeuza macho yake upande ule wa kitu kilichofunikwa. Hapo ndipo moyo wake ulipoanza kupiga kwa nguvu zaidi. Alisogea polepole, akivuta pumzi ndefu. Najua jibu liko hapa. Alinyoosha mkono wake, akashika ile nguo iliyofunika kitu kile, na kwa mwendo wa polepole sana akaifunua. Wakati kitambaa kiliondolewa, Neema aliganda kabisa. Hakusema, hakusogea. Neema! Amina aliita kwa hofu. Ni nini umeona? Lakini Neema hakujibu. Baada ya sekunde chache alianza kutetemeka. Kuna nini huko? Zawadi aliuliza kwa sauti iliyokaribia kulia. Hatimaye Neema alizungumza kwa sauti ya chini sana. Ni kaburi. Maneno yayo yalipiga kama radi. Kaburi! Wote waliinuka kwa mshangao. Ndani ya kile chumba kidogo kulikuwa na sehemu iliyofukiwa vizuri, na juu yake kulikuwa na jiwe dogo lenye maandishi yaliyofifia. Neema alisogea karibu zaidi, akifuta vumbi juu ya maandishi yale. Macho yake yaliposoma jina lililoandikwa hapo, alilia kwa sauti. Ni mtoto wake! Amina alishika mdomo wake kwa mshangao. Lakini Neema aliendelea kusoma, na hapo ndipo alishtuka zaidi, kwa sababu chini ya jina lile kulikuwa na tarehe ambayo haikulingana kabisa na hadithi walioamini hadi sasa. Neema aliendelea kuangalia lile jiwe la kaburi KWA, macho yaliyojaa mshangao na hofu. Mnaona hii tarehe? Aliuliza kwa sauti ya chini. Wengine walisogea karibu. Amina alisoma kwa makini, kisha akainua kichwa chake kwa mshangao. Lakini hii tarehe ni ya hivi karibuni. Ndiyo, Neema alisema polepole. Ni mwaka mmoja tu kabla Baraka hajaondoka. Rehema alishika kifua chake. Ina maana alificha jambo hili hadi mwisho? Neema alitikisa kichwa. Hapana, alijaribu kuniambia, lakini sikuelewa. Alikumbuka siku ya mwisho Baraka alipokuwa nyumbani, kimya chake, macho yake yenye huzuni na maneno yake ya mwisho. Ukijenga pale, utaelewa. Neema alifunga macho yake kwa sekundi chache. Sasa naanza kuelewa, lakini bado kuna kitu hakijakamilika. Alitazama tena ndani ya kile chumba. Kuna ukweli mwingine bado umefichwa hapa chini. Na safari hii hakukuwa na mtu aliyempinga. Neema alianza kukagua kila kona ya kile chumba kwa umakini mkubwa zaidi. Aligusa ukuta wa udongo, akibonyeza sehemu mbalimbali kana kwamba alikuwa anatafuta kitu kilichofichwa. Unatafuta nini sasa? Zawadi aliuliza kwa hofu. Neema hakujibu moja kwa moja. Baraka hakuwa mtu wa kuacha mambo nusu. Kama kuna barua moja, lazima kuna nyingine.
Rehema alisogea upande wa pili wa chumba. Ghafla aligonga ukuta kidogo na kusikia sauti tofauti. Subiri, hapa kuna kitu. Walikusanyika haraka. Neema alipiga sehemu ile kwa nguvu kidogo na kipande cha udongo kikaanguka. Ndani kulionekana sehemu ndogo iliyofichwa. Ndani yake kulikuwa na mfuko mdogo wa kitambaa. Neema aliuchukua kwa tahadhari. Moyo wake ulikuwa unapiga kwa kasi sana. Alipoufungua, alikuta barua nyingine, lakini safari hii haikuwa ya zamani sana. Ilikuwa mpya zaidi, na juu yake kulikuwa na maandishi: kwa Neema, ikiwa umefika hapa, basi ni lazima ujue ukweli wote. Neema alishika ile barua kwa nguvu, kana kwamba alikuwa anaogopa kuifungua. Moyo wangu hauko tayari, alisema kwa sauti ya chini. Amina alimsogelea. Lakini umefika mbali sana sasa. Neema alikubali kwa kichwa. Polepole alifungua ile barua. Alianza kusoma kwa sauti ya chini, lakini kila mtu alikuwa anasikia kila neno. Neema, kama unasoma hii, najua umefika mahali ambapo sikutaka ufike, lakini sikuwa na njia nyingine. Macho ya Neema yakaanza kujawa na machozi. Mtoto uliyemwona alikuwa wangu, lakini si hivyo tu, alikuwa wetu. Wetu? Zawadi aliuliza kwa mshangao. Neema alisimama ghafla. Hiyo ina maana gani? Aliendelea kusoma, sasa kwa sauti iliyotetemeka zaidi. Kuna kitu sikuwahi kukuambia kabla ya ndoa yetu. Tulipoteza mtoto, lakini si kwa njia uliofikiria. Moyo wa Neema ulisimama kwa sekunde. Hapana, hapana, alinong'ona. Endelea kusoma, alisema Rehema kwa sauti ya polepole lakini yenye uzito. Neema alifuta machozi yake, kisha akaendelea. Nilijua ungeumia sana, ndio maana nilichagua kukaa kimya. Lakini ukweli ni huu: mtoto yule aliyekufa hapa ni mtoto wetu ambaye hukuwahi kujua alizaliwa. Haiwezekani, Amina alipaza sauti. Neema alishika kichwa chake. Nilikuwa mjamzito? Alijaribu kukumbuka. Kulikuwa na kipindi fulani cha ugonjwa mkali, kumbukumbu iliyofifia na kisha ukimya. Ulipata ajali ndogo, ukapoteza fahamu kwa siku kadhaa. Madaktari walijaribu kila kitu, lakini mtoto hakupona. Machozi yalimtoka Neema bila kujizuia. Niliamua kulinda, nikazika ukweli huu peke yangu, lakini kila siku moyo wangu ulivunjika. Zawadi alilia kimya kimya. Ndiyo maana aliondoka, alinong'ona. Lakini Neema aliendelea kusoma, akihisi kuna kitu kikubwa zaidi bado kinakuja. Neema alishika barua ile KWA nguvu zaidi. Sikuweza kuendelea kuishi na siri hii. Kila nilipokuangalia, niliona kile tulichopoteza. Alimeza mate KWA shida. Ndio maana niliamua kuondoka. Sio kwa sababu sikukupenda, bali kwa sababu nilikupenda sana kiasi cha kuogopa kukuumiza. Machozi yalitiririka usoni mwa Neema. Lakini kama umefika hapa, basi umechagua ukweli. Na kama bado utanikubali, nitakuwa nasubiri siku utakaponiita nirudi nyumbani. Barua iliisha hapo. Ukimya mzito ulitanda. Hakuna aliyesema neno. Neema aliketi chini polepole, moyo wake ukiwa umejaa maumivu, lakini pia ufahamu mpya. Hivyo ndivyo ilivyokuwa, alisema kwa sauti ya chini. Amina alimshika mkono. Neema. Lakini Neema alinyanyua kichwa chake, safari hii macho yake yakiwa tofauti. Hakukuwa tena na kuchanganyikiwa pekee. Kulikuwa na uamuzi. Sasa najua kwa nini nilipaswa kujenga nyumba hii. Alisimama polepole. Ni wakati wa kumrudisha nyumbani. Asubuhi ilipoingia, anga lilikuwa tulivu, lakini mioyo yao ilikuwa imebadilika kabisa. Neema hakulala usiku ule. Alikaa karibu na msingi ule, akitazama sehemu ile ambayo sasa ilikuwa imejaa ukweli. Alishika ile barua KWA mara nyingine, akirudia maneno ya baraka akilini mwake. Sasa najua KWA nini uliondoka, alinong'ona. Amina alifika mapema, akamkuta bado ameketi pale. Hujapumzika hata kidogo, alisema KWA upole. Neema alitabasamu, KWA uchovu. Nilikuwa natafuta amani, na nafikiri nimeipata. Una uhakika? Neema alinyanyua macho yake. Ndiyo, leo hatujengi tu nyumba, tunajenga mwisho wa maumivu.
Marafiki wengine walipofika, walimkuta Neema tayari amerudi kwenye kazi. Lakini safari hii kila koleo lilikuwa na maana mpya. Hakukuwa tena na hofu. Kulikuwa na kusudi. Kazi ilianza kwa kasi zaidi kuliko siku zilizopita. Kila mmoja alikuwa na nguvu mpya, kana kwamba ukweli walioupata uliwapa sababu ya kuendelea. Zawadi alicheka kidogo huku akichanganya saruji. Sasa ninaelewa kwa nini hatukukata tamaa. Rehema alikubali. Hii si nyumba ya kawaida, ni mahali pa uponyaji. Neema alisikia maneno hayo na kutabasamu. Ndani yake kulikuwa na maumivu, lakini pia kulikuwa na tumaini jipya. Baada ya hii kukamilika, alisema, nitamtafuta Baraka. Amina alimtazama kwa makini. Na ukimpata? Neema alisimama kidogo. Nitamwambia ukweli kwamba nimemsamehe. Na kama yeye hajajisamehe? Neema alitabasamu kwa huzuni. Ndiyo maana ninahitaji kumrudisha. Walifanya kazi hadi jua lilipokuwa kali, lakini hakuna aliyelalamika, kwa sababu sasa walikuwa wanajenga kitu zaidi ya nyumba. Walikuwa wanajenga nafasi ya kurudi kwao upendo uliopotea. Jioni ilipofika, sehemu ya msingi ilikuwa imekamilika vizuri. Neema alisimama pembeni, akitazama kazi yao kwa macho ya shukrani. Hatuko mbali tena, alisema kwa sauti ya matumaini. Ghafla, mama yule mzee aliyekuwa amewaona siku ya kwanza alirudi tena. Aliwatazama kwa muda mrefu, kisha akasema, ninaona sasa hamkujenga tu nyumba. Neema alimsogelea. Mama, ulijua kitu kuhusu hii ardhi? Mama yule alikaa chini polepole. Nilijua kulikuwa na huzuni hapa, lakini sikujua undani wake. Alimtazama Neema kwa macho yenye hekima. Lakini najua kitu kimoja, ukweli unaouma leo huleta amani kesho. Maneno hayo yaliingia moja kwa moja moyoni mwa Neema. Na upendo wa kweli, mama yule akaendelea, haukimbii milele, hurudi pale unapokubaliwa. Neema alihisi machozi yakimbia tena. Safari hii hayakuwa ya huzuni pekee, yalikuwa ya matumaini. Siku chache zilipopita na kazi iliendelea bila kusimama. Hatimaye kuta za nyumba zilianza kuonekana. Ilikuwa ishara kubwa ya mabadiliko. Neema alisimama mbele ya mlango ambao bado haujakamilika. Hapa ndipo atakapoingia, alisema polepole. Amina alimsogelea. Na una uhakika atarudi? Neema alitabasamu kidogo. Sijui, lakini najua nitamtafuta. Rehema alimpa simu. Una namba yake? Neema alikubali kwa kikichwa. Alikaa chini, akishika simu ile kwa mikono iliyotetemeka. Alikuwa hajampigia kwa miaka miwili. Moyo wake ulikuwa unapiga kwa nguvu sana. Piga, alisema Zawadi kwa upole. Neema alivuta pumzi ndefu, kisha akabonyeza namba. Simu ilianza kuita. Kila sekunde ilikuwa kama dakika, kisha ikakata. Hakujibu. Neema alifumba macho yake, akihisi mchanganyiko wa hofu na matumaini. Tutajaribu tena, alisema kwa sauti ya chini. Alishika simu yake tena, akiangalia namba ya Baraka. Safari hai hakusita. Alipiga tena. Simu ilianza kuita. 1, 2, 3. Kisha sauti ilisikika upande wa pili. Hello? Neema aliganda. Sauti ile ilikuwa ile, lakini imejaa uchovu. Alimeza mate. Baraka, alisema kwa sauti ya chini. Kulikuwa na ukimya mfupi, kisha Neema. Moyo wake ulipiga kwa nguvu zaidi. Ndiyo, ni mimi. Hakuna aliyesema neno kwa sekunde chache. Kisha Baraka akauliza kwa sauti ya hofu na matumaini kwa pamoja. Umefika pale? Neema alifumba macho yake, machozi yakitiririka. Ndiyo, alisema polepole. Nimefika, na sasa nimeelewa kila kitu. Neema alishikilia simu yake kwa mikono iliyokuwa ikitetemeka. Sauti ya Baraka ilirudi tena upande wa pili, kama kivuli kilichokuwa kimeishi kimya kwa miaka miwili. Neema, uko wapi sasa? Neema alimeza mate kwa shida. Niko hapa, kwenye nyumba uliosema nijenge. Kuna ukimya mfupi uliofuata, kisha Baraka akapumua kwa uzito. Basi, umefika mwisho wa siri. Neema alifumba macho. Kwa nini hukuniambia mapema? Sikuweza, alijibu kwa sauti ya uchungu. Kila nilipokutazama, nilikumbuka kila kitu nilichopoteza. Neema alitetemeka. Lakini
Mimi nilipoteza pia. Baraka akanyamaza. Baada ya muda, alisema kwa upole, naweza kurudi? Swali hilo lilimgusa Neema moja kwa moja moyoni. Hakujibu mara moja. Alitazama nyumba ile ambayo bado haijakamilika, kisha akatabasamu kupitia machozi. Nyumba hii si kamili bila wewe. Asubuhi iliyofuata anga lilikuwa safi kuliko siku zote. Marafiki wa Neema walikuwa kimya wakifanya kazi, lakini kila mmoja alikuwa na hisia tofauti moyoni. Una uhakika atakuja? Amina aliuliza kwa sauti ya chini. Neema alitikisa kichwa. Ndiyo, leo anakuja. Zawadi alitabasamu kwa huzuni. Baada ya miaka yote hii? Ghafla, gari dogo lilisimama mbali kidogo na kiwanja. Kila mtu alisimama. Mlango ukafunguliwa pole pole. Mwanaume mmoja alishuka. Alikuwa amechoka, uso wake ukiwa umejaa alama za muda na maumivu. Ni Baraka. Hakusogea mara moja. Alisimama tu akitazama nyumba ile nusu iliyojengwa. Neema alitembea taratibu kumwelekea. Hatua zake zilikuwa nzito, lakini za ujasiri. Walipokutana katikati, hakuna aliyesema neno kwa sekunde kadhaa. Kila kitu kilikuwa kimya, isipokuwa mioyo yao. Baraka alimtazama Neema kwa macho yaliyojaa majuto. Umefanya yote haya? Alisema kwa sauti ya chini. Neema alitabasamu kidogo. Sikuwa peke yangu. Walikaa kimya tena. Kisha Baraka akasema, niliogopa kukurudia. Kwa nini? Kwa sababu nilidhani utanichukia. Neema alitikisa kichwa pole pole. Nilichukia ukimya wako, si wewe. Baraka alishusha pumzi nzito. Nilipoondoka, nilifikiri nitalinda kila kitu, lakini nilikupoteza zaidi. Neema alimwangalia moja kwa moja. Lakini sasa uko hapa. Baraka alisogea hatua moja karibu. Naweza kuanza upya. Neema alitupasamu kwa machozi. Hapa ndipo mwanzo ulipoanzia tena. Walirudi pamoja kwenye nyumba ile, ambayo sasa inaonekana kama inaanza kuwa hai tena. Marafiki walishangilia kimya kimya, wengine wakifuta machozi. Amina alinong'ona, upendo wa kweli hurudi pale unapokubaliwa. Baraka alisaidia kubeba vifaa, akifanya kazi pamoja na Neema kama zamani, lakini sasa tofauti. Kulikuwa na amani kati yao. Wakati jua lilipoanza kushuka, walikaa pamoja kwenye msingi ule ule waliogundua ukweli wote. Baraka alishika mkono wa Neema. Unajua kitu? Alisema kwa upole. Neema alitazama mbele. Nini? Tulipoteza muda mwingi. Neema alikubali. Lakini Baraka akaongeza, lakini hatujapoteza mwisho wetu. Neema alitabasamu kipitia machozi. Hapana, bado uko hapa. Wiki chache baadaye, nyumba ilikuwa imekamilika. Ilikuwa si kubwa sana, lakini ilikuwa na maana kubwa kuliko nyumba yoyote kijijini. Siku ya kuingia, marafiki wote walikusanyika. Mama yule mzee pia alikuja, akitabasamu kwa utulivu. Hatimaye, alisema kwa sauti ya furaha ya upole. Neema na Baraka walisimama mlangoni pamoja. Hakukuwa na maneno mengi. Walitazamana tu na kuelewana bila kusema. Walipovuka mlango huo pamoja, Neema alisimama kidogo. Alitazama nyuma, mahali pa maumivu yote yalianzia. Kisha akasema KWA, sauti ya chini. Nyumba HII ilijengwa KWA mikono, lakini ilijengwa zaidi KWA msamaha. Baraka alishika mkono wake na pamoja wakaingia ndani, sio kama watu wawili waliovunjika, bali kama familia iliyopata NGIAA ya kurudi nyumbani.